Maisha ya mwanaume ni mstari wenye mafungu 7. Na mstari huu kama mwanaume ataweza kuchora haya mafungu kwa mpangilio wake, ina maana ataepuka mambo mengi sana kwenye maisha yake. Lakini kama atakusanya mafungu haya na kuchora mstari, ina maana atakuwa amekusanya na amekutana na mambo mengi sana ambayo hakupaswa kukutana nayo katika maisha yake. Kwa mfano, katika umri wa miaka 7 mpaka miaka 10, huu ni umri wa ndoto ya hakika kwa mtu yeyote wa kiume. Ni umri ambao mtoto wa kiume anaota ndoto zake halisi ya kile anachofikiria kuwa baadaye au kile alichokuja kuwa katika ulimwengu huu. Lakini katika umri wa miaka 12 mpaka 18, huu ni umri wa ndoto nyevu, kwamba ndoto zake zinaingiliwa na ndoto za watu wengine. Hapa anaanza kuchochewa na watu wengine, na ndio kipindi ambacho unaona watoto wengi wa kiume kama hawakujengewa misingi mizuri ya ndoto zao katika umri wa miaka 7 mpaka 10, wanapofikisha umri wa miaka 12 mpaka 18, wanaanza kukimbia ndoto zao na kuadapt ndoto za watu wengine. Ndio hiki kipindi watu wanaanza kujiingiza kwenye uhalifu, ulevi, uvutaji and so forth. Baada ya kipindi hiki unaingia kipindi cha miaka 19 mpaka 25. Hiki tunakiita, mimi napenda kukiita kipindi cha saidia fundi. Ni kipindi ambacho mtoto wa kiume anatakiwa kuwa na mentors, kuwa na watu ambao wanamshauri, wanampa connection, wanaanza kumfundisha maisha, wanamuonesha njia na wanamuonesha nini ambacho anaelekea kuwa katika maisha yake. Shida ni kwamba katika umri huu watoto wa kiume wanajipambania ili waweze kuishi, waweze kuwepo na wao duniani. Kumbe ni kipindi wanatakiwa kuwa masaidia fundi, kufanya mambo ya haki na hakika bila kusubiria kulipwa wala kufanya chochote. Kikubwa uwe na watu timamu wanakuzunguka, walimu wakuu, master waliobobea, wakufundisha, wakuoneshe njia, wakupe connection, wakupe network. Hiki ndio kipindi cha miaka 19 mpaka 25. Shida ni kwamba katika kipindi hiki watoto wa kiume wako magetoni wanaangalia movie wakicheza na girlfriend zao. That's a challenge ambayo watoto wa kiume wanakuwa nayo. Ukitoka miaka ya 19 hadi 25 unaingia kipindi cha miaka 26 mpaka 30. Hiki mimi napenda kukiita ni kipindi cha mahakama. Ni kipindi cha kufanya maamuzi mtoto wa kiume kwamba unataka kuwa nini katika maisha yako. Umeamua kuwa nini katika maisha yako. Ukishindwa kuamua kile unachotaka kuwa kwenye umri wa miaka 26 mpaka 30, utakuwa chochote ambacho utakutana nacho maishani mwako. Kwa sababu hiki ndio kipindi tunasema the becoming time, miaka 26 mpaka miaka 30. Ni kipindi mtoto wa kiume anatakiwa au amedecide nini anataka kuwa kwenye maisha yake. Ukimaliza kipindi hiki unaingia kipindi cha miaka 31 hadi 45. Kwa sababu ulishaamua nini unataka kuwa, sasa unaingia kazini. Miaka 31 hadi 45 ni umri wa kazi, umri wa hakika, kwa sababu ndio prime time. Katika kipindi cha miaka 31 hadi 45, hata ukipiga chafya unatakiwa uipige kwa hakika. Ukijampa unatakiwa ujampe kwa hakika. Kila unachokifanya unatakiwa ukifanye kwa hakika bila mzaha, kwa sababu hiyo ndio prime time. Ni umri wa nguvu iliyokomaa, na hautaupata umri huo tena, hautapata wakati huo tena. Kwa kile ambacho umeamua kuwa unatakiwa ukifanye kwa hakika. Kama umeamua kuuza matunda, basi uyauze kwa hakika. Kama umeamua kushona viatu, basi uvishone kwa hakika. Yaani kila unachokifanya ukifanye kwa hakika katika umri huo, kwa sababu hautarudi. Ukimaliza hapo unaingia umri wa miaka 46 mpaka 57. Hili nalo ni fungu lingine katika mstari wa maisha ya mwanaume. Katika umri huu mwanaume sasa anakuwa kamanda wa kikosi. Kikosi gani? Kikosi ambacho ulishakifanyia maamuzi kwenye miaka 31 hadi miaka 26 hadi 30, alafu ukakifanyia kazi miaka 31 mpaka 45, na sasa unakiongoza kikosi hicho, kwa sababu tayari katika kikosi hicho ulichokuwepo tayari kuna watu wengine na wewe umewavuta, umewatengeneza waweze kufuata steps zako. Basi umri wa miaka 46 mpaka 57 ni umri sasa unakuwa kamanda wa kikosi. Ni umri unakuwa kiongozi uliyekomaa, sio kiongozi unayebalee. Maana kuna viongozi wanaobalee na viongozi waliokomaa. Ukitoka hapo unaingia umri wa miaka 60. Tunasema huu ni umri wa mwenyekiti wa heshima, umri wa mshauri wa heshima. Mwanaume anapofikisha umri wa miaka 60 hatakiwi kwenda popote kutafuta maisha. Anatakiwa afuatwe na watu kumletea maisha. Ukiona mwanaume ana miaka 60 bado ana struggle kutafuta maisha, ujue katika umri wake wa kiongozi hakuandaa watu wa kumfuata kumuomba ushauri kama mwenyekiti. Ujue kwenye umri wake wa miaka 31 hadi 45
hakufanya kazi kwa jitihada zake na hakika yake. Ujue pia kwenye umri wa miaka 26 mpaka 30 hakufanya maamuzi ya nini anataka kuwa. Wasichojua watu wengi ni kwamba watu wanaheshimu watu wanaowaheshimu, sio watu wanaowalipa. Umeona bwana? Kwa hiyo kama wewe ni boss unalipa